فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Anauliza muulizaji, nini hukumu ya jezi ambazo zimeandikwa sport pesa au mbet? Zote zinatangaza kamari, wanasali nazo na wengine huzigeuza nje ndani kuficha maandishi haya. Nini hukumu yake? Aljawab: القمار محرم شرعا كما نص عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء. Kamari ni haram kwa mujibu wa ibara ya Qur'ani, sunna na makubaliano ya ulama wote kwa jumla. Ndani ya Qur'ani imekuja kauli Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Enyi mlioamini, hakika ya pombe, al-khamru wal maisiru na kamari na mengine yaliyotajwa hapo mbele, yote hayo rijsun ni uchafu na matendo ya shetani. Jiepusheni nayo ili mpate kurehemewa. Ama kwa mujibu wa sunna, haikuja dalili ya moja kwa moja kutaja neno kamari katika ambayo nimeyakuta katika maelezo ya ulama, lakini bila shaka kupitia mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kubainisha aya za Qur'ani, bila shaka alikuwa akiwafahamisha kuhusu uharamu wa kamari au haramu wa kamari, kwa sababu zimeshuka aya mpaka wakamuuliza wale watu wa zama zake Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu pombe na kamari. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, yasalunaka anil khamri wal maisiri qul fihima ithmun kabir, ila akhir al-aya. Wanakuuliza kuhusu pombe na kamari, basi sema kuambia katika viwili hivyo ndani yake kuna dhambi kubwa, fihi ithmun kabir. Kwa hivyo tokea mwanzo ilikuwa anabainishia bila shaka kuhusu pombe, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika moja ya kazi zake na majukumu yake ni kubainisha na kuweka wazi yale ambayo yamo ndani ya Qur'ani, kupambanua na kuchanganua yaliyomo ndani ya Qur'ani, na hili bila shaka ni miongoni mwa hayo. Na maulama wakubaliana wote kuhusu uharamu wa kamari. Kwa maana hiyo, kuvaa jezi au nguo yoyote ambayo imeandikwa maneno yanayohusu kamari, hiyo ni kutangaza na kusaidia kamari ile kuenea. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tusaidiane katika wema na uchamungu na si katika dhambi na uadui. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wataawanu 'ala albirri wattaqwa wala taawanu 'ala alithmi wal'udwan. Kwa hivyo mtu yeyote atakayesaidia kutangaza kamari itakuwa umesaidia kuenea kwa dhambi na uadui na chuki baina ya watu. Na ndio maana hata Allah mtukufu ndani ya Qur'ani ameelezea pia madhara ya pombe, kamari, kupiga ramli na mfano wa hayo katika madhambi mengine, kwamba hakika shetani si vinginevyo anataka shetani huyo ayuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir, anataka kujaza chuki na uadui baina yenu nyinyi kupitia pombe na kamari. Kwa hivyo ndani ya uadui pia yanapatikana madhara kwa sababu ya kufanyiana yaliyokuwa hayafai kufanyiana, na kula haki za watu bila ya haki, wala kufanya kazi ambayo mstahiki mtu kulipa malipo hayo. Kwa hivyo haifai kuvaa shati hizo au kutangaza kwa njia mabango yale, kwa njia matangazo yoyote katika sheria ya dini, matangazo ya maneno ya maandishi, mabango yale, stika, nguo kuzivaza namna ile, yote ni kuhamasisha kwamba watu wavae nguo hizo na kuzidi kutangaza huo uovu, na hiyo ni kinyume na makusudio ya sheria ya Kiislamu. Kwa hivyo haifai kufanya hivyo. Kila mwenye kufanya hivyo afanye toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ajivue katika kosa kama hilo, wala asirudi tena kufanya jambo hilo katika maisha yake. Wallahu ta'ala a'lam.